Fanyika sisi wananchi hatupendezi nacho na ni kero ambayo iko ya muda mrefu. Barabara hii wanafanya wakiona mkuu anakuja, mkubwa yote wao wanaleta makatapila yao wanayaweka ili kutegesha. Sasa tunaomba hili swala mheshimiwa mkuu wa mkoa ajaribu kuangalia kama ni wakandarasi wa kuungaunga basi aondoe, atafute mtu ambaye anaweza kufanya utengenezaji mzuri wa barabara. Kwa sababu mtu mmoja ana barabara zaidi ya 4-5. Je, mnampa vipi tenda mtu ambaye barabara moja tu yenyewe inamshinda? Kama huyu ana barabara kuanzia Kisota, ana barabara huku, umeona. Kwa hiyo magari wako nayo ndio hayo madogo. Swala la kuja kututolea maji, wanakuja wanachota maji. Na hii swala sio la maji, diversion yake ndogo kwanza hamna. Ni bora hata wangekuwa wameacha vile vile tulivyokuwa tunapita mara ya kwanza, wananchi wasingepata tabu. Sasa hivi kinachotokea, wanafunzi wanavaa uniform nyeupe, wanaenda shule, wanaanguka kwenye matope. Sawa? Wanamwagiwa maji. Umeona? Na wananchi wanakuwa na hasira na serikali, na wakati ni vitu ambavyo serikali waamue jinsi gani ya kufanya hivi vitu na wamalize hili tatizo, kwa sababu ni barabara ni kilomita 1 kama na kitu hivi, ambayo hesabu yake ukipiga hata wangekuwa wajenzi hawa kujenga nyumba hizi za kawaida wangemwaga zege, wangepewa, wangemaliza. Lakini sio hawa wanakuja wawekezaji wanaokuja kujenga, na sasa tunawapa tenda watu wa nje, lakini watu wenyewe ndio wao wanatufanyia hivi. Kwa hiyo tunaomba hii kero mheshimiwa mkuu wa mkoa leo anakuja hapa basi aitatue, atuangalie na sisi. Wamefunga biashara zao kwa kutegemea kwamba kesho mtu, na hawezi kuleta mpangaji kwa sababu anajua akija mpangaji hawezi kupanga, anajua nitaondoka kwa muda mfupi. Kwa hiyo hili swala naomba serikali ijaribu kuangalia kwa jicho la tatu zaidi kwamba hii Vijibweni imekuwa vipi, na wakati tukitoka hapa daraja liko hapa. Tunaomba sana mheshimiwa ajaribu kuliangalia hili swala. Sio tunaongea hivi tunapenda, hapana. Tunasikia uchungu, watoto wetu wanapata tabu. Si hatuna watoto ambao tunawapeleka na magari kwenda kusoma huko sijui posta wapi. Wanatembea kwa miguu na barabara ndio hizi. Wafanya biashara tunalipa kodi TRA. Mteja gani atakuja huku kununua kitu? Tumefungua hoteli tunawekeza zaidi ya milioni labda 100. Unakuja hapa unashangaa. Mteja anafika hapa hawezi kuja, atashuka aende kanunue kitu alafu atoke hapo aingie kwenye gari yake achafuke. Haiwezekani hicho kitu. Kutoa taarifa ya utekelezaji wa barabara hii eneo la Vijibweni. Naomba kutoa taarifa ya utekelezaji wa barabara hii ya Vijibweni, Upende Vijibweni. Mheshimiwa Mkuu, ni kweli kuna changamoto ambayo wako nayo, lakini changamoto hii imetokana na mazingira yenyewe ya eneo la Vijibweni. Eneo hili lote la Vijibweni lina changamoto ya miundombinu ya kutolea maji. Ukianza pale daraja la Mea ni sehemu ambayo kwa zikinyesha wale wote wanakopa kwenye madimbwi. Wanakopa kwenye mabwawa. Lakini usanifu wa barabara yetu hii tulikuwa tumeweka kutengeneza barabara ya zege mwanzo mwisho, lakini pia kwa kutegemea njia za maji ambazo za asili zilizopo. Sasa nini kimetokea? Watu wengi kwenye eneo hili wameziba njia za maji za asili, na maji yote wakijaribu kuelekeza kwenye eneo la barabara. Sasa namna ya kuwatoa maji kwenye njia za asili kwa kupitia barabara tumepata changamoto. Kutoa maji kutoka pale daraja la Mea kuyapeleka baharini unahitaji uchimbe mfereji wa mita 15 kwenda chini. Ili uchimbe mfereji wa mita 15 kwenda chini unahitaji uondoe nyumba zaidi ya 400 na upate upana wa zaidi ya mita 40 pembeni ili uchimbe huo mfereji bila kuathiri hizo nyumba za pembeni. Hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ilikuwa kutoa maji daraja la Mea hapo upeleke hapo hapo baharini upande huu hapa, ambapo utahitaji kuchimba maji utahitaji kuchimba mfereji zaidi ya mita 5.2. Hapo tunahitaji kuondoa nyumba zaidi ya nyumba 200 ili tuweze kupata eneo la kuchimba huo mfereji kwa hicho kina, kwa sababu korido lililopo ni dogo sana. Sehemu pekee ambayo iliyokuwepo tunaweza kutoa maji ni kutokea hapo kuelekea na kupita njia hii hapa kwenda hapo kwenye outlet ya Tango. Eneo hilo ndio tunaweza tukachimba kina cha mita 3 chini. Uchimbaji wa kina cha mita 3 chini ili tuweze kuweka bomba la sentimita 90 la kutolea maji, tunahitaji angalau eneo hili hapa tulionalo. Sasa ili tuweze kuchimba bila huku tukiendelea kutengeneza barabara hii hapa, tunahitaji napo tupitoe fidia, tutafute korido la zaidi mita 10 tuweze kuchimba. Tukaona gharama za utekelezaji mradi huu zitakuwa kubwa sana. Kwa hiyo tukasanifu kupitisha bomba hilo kwenye barabara hii hapa. Mkandarasi
angeweza kuendelea na ujenzi wa barabara hii, baadaye tena tukaja tukaivunja, ilikuwa sio matumizi sahihi ya fedha. Naona ni majibu rahisi sana, kwa sababu barabara ziko tatu. Kuna hii Upendo Road, kuna barabara hii ya daraja la Mia, kuna ile Mloka Road. Je, ina changamoto gani? Pia moja, mbili, kwa maana maelezo ulioyatoa hapa inaonyesha nyinyi hamkufanya upembuzi yakinifu. Yaani upembuzi yakinifu manake kabla ya ujenzi au kabla ya lolote lile mnatakiwa mje mfanye survey, muangalie vyote hivyo, alafu ndio mnaingia sasa kwenye utendaji. Sasa unaingia kwenye utendaji, alafu baada ya kuja kutoa majibu kwamba tumeona nyinyi mmeziba njia asilia. Kwa picha hiyo mlianza kwanza, alafu ndio mkaja mkafanya upembuzi yakinifu. Mnaonyesha udhaifu mkubwa. Jengine mkuu wa mkoa, hizi hapa, hizi unazoziona hizi zimekuja baada ya kusikia wewe unakuja vijibweni. Sasa je, hawa wanafanya kazi wakisikia viongozi wakubwa wanakuja? Nataka mnisaidie maji kwa hapa tulipo tuyapeleke wapi? Hizi barabara huyu injinia alichokieleza hajaeleza kwa uongo. Nilishawahi kwenda ile eneo lile pale maji yanajaa chini pale. Nadhani zamani kulikuwa sisi tunachimba mchanga something like kama kitu namna hiyo. Nilishawahi kwenda pale. Wataalamu hawa wamefanya utaalamu wa kuangalia maji kwenda baharini. Hiki anachowaambieni utaalamu sio jambo la kisiasa, ni utaalamu. Lakini namna ya kupanua haya mamifereji yanahitaji kusomba nyumba za watu. Na huo ndio ukweli, ndugu zangu, nataka niwaambieni. Wale watu sio kwamba wako kando kando ya barabara, kwamba wamevamia barabara, hapana. Yaani ukija kwenye barabara wala hawajavamia barabara. Kilichotokea ni kwamba ili utengeneze limfereji hilo la kupeleka maji baharini, lazima uondoe hao watu ili huo mfereji uweze kukaa. Swali namba 2 linakuja. Ili tuondoe watu hawa ambao kwa hali zao za kimaisha walijenga hapo walipojenga, maana yake ni kwamba ukiwabomolea wanakosa kabisa sehemu ya makazi. Je, tufanyaje? Tukapeleka ombi maalum la kuomba angalau fidia, ili kwamba tukibomoa basi kama kunaweza kama kuna 200 kidogo watu wakabadilishiwa makazi. Kuangalia pale kuna nyumba zaidi ya 300-400. Hiyo pesa kwa haraka inatoka wapi? Tukasema sasa badala ya kupeleka na hiyo ngoma iende kwa namna hiyo, hebu tuone kwa muda huu tupeleke angalau jalada likae mezani kwamba tuna plani kwa vijibweni nyumba zaidi ya 300-400 zitakuja kuondoka kwenye huu mradi mkubwa kujenga mfereji kupeleka baharini. Andiko lipo tayari. Ikaja option ya pili hii ambayo ameizungumza, kupeleka hapa maji. Napo kuna nyumba kama 200 zinaondoka. Ikaja kwamba sasa kwa sababu huwezi kujenga lami juu ya maji na lami lazima itaharibika, mkandarasi, hebu simama kwanza, kwa sababu tukiendelea tutajidanganya. Ndani ya mwakani barabara yote itakuwa imekwisha sombwa au imejaa vilaka. Option iliyokuja ya tatu kwamba bomba la maji lilazwe katikati ya barabara, barabara ikatwe ili bomba la maji lilazwe hapo chini, alafu juu ndio tufunike, ndio maana. Ikiwa ni option ya kwamba nyumba 200 hebu tuache kwanza, nyumba karibu 400 hebu tuache kwanza. Hizi nyumba ambazo anazungumza na jamaa pale mpamba pale, sio kwamba wale watu wamekwenda kando kando ya barabara kwenye zile mita wamevamia barabara, hapana. Ila kilichotokea ni kwamba wamevamia njia za maji ya asili. Si kama unanielewa? Na uvamizi wa njia za maji za asili zinafanyika na nani? Wa kwanza mharibifu huko nyuma ambaye amefanya uharibifu huo
ni wenye viti hao wa serikali za mitaa, ambao hao wenye viti wangu wa serikali za mitaa, achana hawa sasa, hawa pia walikuwa wanauza maeneo ili hali wakijua kwamba haya ni maeneo ya njia za maji. Je, tukamfunga yule mwenyekiti wa zamani aliyeuza? Je, tumbomolee huyu mwananchi wa sasa aliyenunua? Hapo umekuwa ni mtego. Lakini namba mbili, waharibifu wengine namba mbili ni wataalamu wangu mimi ambao wako upande wangu huku, ambao walichelewa kuplani mji. Leo unaona hapa Vijibweni vimejaa squatter tupu, ni kwa sababu ya poor planning. Na poor planning inafanywa na watumishi hawa pia, hawa nilionao huku. Tukichelewa kuplani, mwananchi na plani mwenyewe. Huku kinakuwa choo, huku kinakuwa sebule.